Shalom mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika ujumbe wetu wa siku ya leo, ambao nimeupa kichwa cha somo kwamba Mungu anaona yasiyoonekana kwa macho ya mwanadamu. Mara nyingi huwa tunahisi kama Mungu ametusahau. Wakati mwingine tunaona kama maombi yetu labda Mungu hayasikii. Ile bidii yetu tuliyojitoa kwa Mungu wakati mwingine inaonekana kama ni kazi bure, na kama vile Mungu ametusahau au kama asikii bidii yetu na kuona bidii zetu. Lakini ninataka nikwambie kitu kimoja. Mungu huangalia ndani ya moyo wako kuliko hata jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kuona. Kwa hiyo ile huzuni yako, machozi yako na zile ndoto zako zilizoko moyoni, Mungu uziona na uzitambua. Ile bidii uliyoiweka kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu uiona na uitambua na kuivalu kwa kiwango ambacho hata wakati mwingine wanadamu hawawezi kukiona. Kwa hiyo Mungu atakujibu kwa wakati ambao ni sahihi, haijalishi kwamba umesubiri kwa muda gani. Nikisoma kwenye Biblia yangu kwenye kitabu cha kwanza cha Samueli, ile sura ya 16 na mstari wa 7, maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu uitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Kwa hiyo wakati wanadamu wanatazama vitu vya nje, Mungu utazama vitu vya ndani. Wakati wanadamu wanatazama utu wa nje, Mungu utazama utu wa ndani. Kwa hiyo endelea kusubiri. Haijalishi utasubiri kwa kipindi gani, haijalishi utaendelea kungoja kwa kipindi gani. Ambacho ninataka kuhakikishia, Mungu anaiona juhudi yako. Mungu akubariki sana. Na kupata ujumbe kama huu, tafadhali piga namba ya simu ambayo iko chini ya video hii. Shalom.